Bwana, klabu ya Simba imepokea barua kutoka wizara inayojihusisha na michezo kwa ajili ya kuthibitishwa kwa wao kuruhusiwa kwenda kufanya mazoezi siku ya Juni 14, siku moja kabla ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Huu ni utaratibu, ingawaje kuna watu ukiangalia wamekuwa wakijiuliza maswali, na miongoni mwa maswali ambayo wamejiuliza, kwa nini Simba ameomba kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Mkapa ikiwa inafahamika. Utaratibu uko hivi: siku moja kabla ya mchezo, timu mgeni, kwa maana katika mchezo huu mwenyeji ni Young Africans, Simba ni timu mgeni, kanuni inamruhusu kwa yeye kwenda kufanya mazoezi, na hiki ndicho ambacho kilitokea Machi 8, Machi 7 alikuwa anakwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Likatokea la kutokea pale, sakata kubwa limetuleta huku. Sasa basi Simba katika kuleta urasmi, kanuni pamoja na utaratibu unamuongoza kwamba klabu mgeni anatakiwa kutoa taarifa na kuomba ruhusa kwa mamlaka ya uwanja, sio ruhusa kwa Young Africans. Yaani Simba hawezi kwenda kuomba ruhusa kwa Yanga kutumia uwanja wa Mkapa. Hapana, Simba anatakiwa kwenda kwa mamlaka ya uwanja wa Mkapa ili kuweza kupata ruhusa. Ndio barua hii ambayo tunaiona. Simba wameiandikia wizara inayojihusisha na inayoshughulika na michezo ya Tanzania kwa ajili ya kuruhusiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Huu ni urasmi tu, maana nimeona kuna baadhi ya watu kama wamestuka hivi, lakini huu ni urasmi, na baada ya kuomba wameruhusiwa, kwa maana ya majibu ambayo yamerudi ndo yamepostiwa. Simba na klabu nyingine zote hatujawahi kuona huu utaratibu wa kuposti majibu baada ya kuzungumza na mamlaka za uwanja, kwa sababu ni utaratibu. Lakini mamlaka za uwanja zinapojibu hatujawahi kuona hizi taarifa zikaenda kwa public. Lakini kwa nini hii imepostiwa? Kwa sababu maana yake ni kwamba Simba anaendelea kuonesha kwamba utaratibu unaendelea na tayari wanacho kibali rasmi kutoka wizarani cha wao kwenda kutumia uwanja wa Mkapa. Ikumbuka uwanja wa Mkapa ni uwanja wa serikali, hivyo basi wamesharuhusiwa wakautumie ule uwanja siku ambayo wao wanahitaji. Na kimsingi kwa maana ya siku hiyo ya Juni 14, wao wana nafasi ya kwenda kutrain muda wowote ambao wanataka wenyewe. Kuna watu wanafikiria kwamba utaratibu unasema muda ule ule wa mchezo. Hapana, ndani ya siku ile anaweza kutrain muda wowote ambao yeye anahitaji kutrain, ili mradi tu siku haijapinduka. Lakini ukienda upande wa pili wa shilingi, utaona ni kwa namna gani Simba tuseme kama wameenda mbele ya mazingira ambayo yanaendelea. Ikumbukwe barua hii inaonesha kwamba, ukisoma ile barua vizuri, inaonesha siku kwanza aliyeandikiwa ni afisa mtendaji mkuu wa Simba, CEO ndiye ambaye ameandikiwa ile barua. Lakini katika ile barua utaona inaeleza kwamba majibu ya barua ambayo iliandikwa na Simba siku ya Juni 9, yani Simba siku ya Juni 9 sawa sawa na Jumatatu iliyopita, ndo Simba aliandika barua kwenda kwenye mamlaka za uwanja ili kuweza kuruhusiwa kutumia uwanja siku moja kabla ya mchezo, ikiwa anafahamika kwamba ndo uwanja wa mechi. Lakini siku hii ya Juni 9 ndio siku ambayo Young Africans walikutana na mamlaka za soka kujadili mustakabali wa huu mchezo. Baadaye Yanga kupitia afisa habari wao wakaja kutoa msimamo wao kwamba huu mchezo ili wacheze wanahitaji 1, 2, 3. Mambo yakawa mengi pale ndani yake, lakini pia Young Africans wakaenda kusema kwamba hata kama watacheza, kwa maana matakwa yao yataridhiwa wacheze, basi hawapo tayari kucheza ndani ya tarehe 15 ambayo imepangwa, Juni 15 iliyopangwa na bodi. Hivyo basi hawako tayari kwenda kucheza katika siku hii. Ndio siku ambayo Simba wameiandikia barua, ndio siku hii ambayo Yanga wanazungumza baada ya kuona Songo Mbingo na ukubwa wake kwa namna hiyo. Ndio siku ambayo Simba waliandika barua kwenda kwa mamlaka, yani kama waliona mambo yasiwe mengi, kaandika barua kwenda kwa mamlaka, na kimsingi majibu yake ndio yamekuja leo kwamba wamekubaliwa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Lakini ukiisoma vizuri hiyo barua inaeleza kabisa kwa maana ya wameruhusiwa na pia
wanaweza kufuata taratibu nyingine. Taratibu nyingine ni zipi? Ni kama pre-match meeting. Na kimsingi katika swala hili la maandalizi ya mchezo, Young Africans, kuna mtu anaweza kauliza swali hapa. Young Africans hajabuku uwanja, hajafanya mazingira ya kuonesha atautumia uwanja gani kwa ajili ya mchezo huu. Kwa nini Simba ameenda kuomba kutumia uwanja wa Mkapa? Kuna watu nimeona wanauliza hivyo kwenye comment section. Sasa basi, majibu yako hivi. Yanga kwa mujibu wa ratiba ya mamlaka inaeleza kwamba uwanja utakaotumika kwa ajili ya mchezo wa Juni 15 ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga ambaye ndio timu mwenyeji wa mchezo huu ana nafasi ya siku zisizopungua 7 kuweza kuomba mchezo huu ubadilishwe venue. Yani alikuwa na nafasi ya kubadilisha venue kupeleka sehemu nyingine. Lakini kwa kipindi hiki kilichosalia, kwa maana ya siku hizi chache zilizosalia, hakuna mabadiliko yoyote ambayo yametoka kwa Yanga au yametoka kwenye mamlaka ya kubadilisha kubadilisha venue, yani kituo cha kuchezea huu mchezo. Kwa hiyo maana yake inasimama pale pale kwamba mechi iko uwanja wa Mkapa. Yani muda haukutosha kutoa nafasi kwa Young Africans kubadilisha uwanja. Kwa hiyo sasa hivi inafahamika kwamba mchezo utachezwa uwanja wa Mkapa. Lakini eneo la pili ambalo watu wanaweza kawa na mkanganyiko ni juu ya Yanga kuto kufanya maandalizi. Maandalizi tunayomaanisha hapa ndo kama hayo, booking ya uwanja, kutengeneza logistics za uwanja na kadhalika, na vitu vingine ambavyo viko ndani ya kanuni lakini pia ndani ya utaratibu mwingine. Yanga haijafanya hivyo. Endapo klabu mwenyeji hatofanya hivyo, maana yake mwenye mamlaka ya kushughulikia hizo logistics inakuwa ni bodi ya ligi. Kwa hiyo bodi ya ligi ndiyo ambayo inachukua dhamana ya kuandaa huu mchezo. Kwa hiyo wao ndio ambao waliutambua uwanja wa Mkapa kwamba ndio utatumika kwa ajili ya huu mchezo, na ndio wanafanya logistics za kuweza kwenda kucheza ule mchezo. That's why ukiangalia hata barua hii ambayo wizara imeiandikia Simba, utaona pale chini kuna nakala ambayo inakwenda kwa CEO wa bodi ya ligi TPLB, Tanzania Premier League Board. Hii ni nakala nyingine ambayo inakwenda kwa CEO, yani imekwenda kwenye bodi ya ligi moja kwa moja. Kwa hiyo licha ya Simba na bodi ya ligi wamepewa hii kwa ajili ya kumbukumbu, kufahamishwa kwamba Simba process walizozifanya au mchakato ambao wanaofanya mpaka sasa upo katika mazingira haya. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba utaratibu wa mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa wekundu wa Msimbazi unaendelea. Uko pale pale kama ambavyo barua yao ambao waliitoa jana imethibitisha kwamba maandalizi ya mchezo yanaendelea kwao. Lakini kupitia ofisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda, na yeye alisema kwamba utaratibu wa maandalizi ya mchezo unaendelea kama ilivyopangwa, na akaja kuzungumza kwamba kuna taarifa nyeti watakuja kuitoa baadaye, lakini as it stands wanaamini kwamba klabu zote mbili zinajiandaa kwa ajili ya mchezo huu wa Juni 15. Kwa hiyo so far tunapozungumza ni upande wa Young Africans ambao ndio wameweka vikwazo wakihitaji matakwa yao yafanyiwe kazi, lakini as it stands bado tunasubiri tamko kutoka kwa bodi. Lakini kwa upande wa Simba wenyewe wanaendelea na maandalizi yao kama ilivyopangwa. Taarifa ambayo walitoa jana walisema hawahitaji kusikia lolote kuhusu kubadilishwa kwa tarehe au kusogezwa mbele kwa mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo hiyo ni barua ambayo nimejaribu kuifafanua hapa, maana nimeona kuna taharuki kidogo kwa baadhi ya watu wakijaribu kuuliza maswali, lakini as it stands mazingira yapo hivyo. Utaratibu wa mchezo utaendelea kama kawaida, kwa maana hata barua imeainisha kwamba pre-match meeting ifanyike. Pre-match meeting inaweza kufanyika siku moja kabla mchezo au siku ya mchezo, inategemea na utaratibu ambao utakuwa umepangwa. Na hata kwenye kanuni, ukienda katika kanuni za ligi imeeleza pale pre-match meeting inaweza kufanyika siku hiyo hiyo ya mchezo saa 4 kamili asubuhi, au utaratibu mwingine ambao umepangwa, kwa maana siku nyingine ambayo umepangwa inawezekana ikawa siku moja kabla mchezo pia. Na pre-match meeting pia ina kanuni zake, ina utaratibu wake, ina adhabu zake endapo timu haijaingia kwenda kwa ajili ya pre-match meeting. So as it stands kwa sasa tunasalia humo, tukipata feedback, taarifa nyingine, update nyingine
tutakuja tena hapa hapa kwa ajili ya kuja kuiangalia kiundani zaidi. Hii ni Mzinga Sports, usikae mbali.